Anita Ray and Patrick Agunza on the Hot Drive. Jana mtulivu tu. Na nimeletewa msupa power hapa Galto tuku ni tame. Sababu walisema Lion anakuja na baya tu sana. Wacha tumlete Lioness amtame na tushatulia. Story yako nasikia ni mzuka tu sana. Si mizuka lakini ni size tu ya noma. Kasi noma ni noma tu sana. Anza tu tuambie majina kamili kabisa, alafu nini unafanya saizi yani. Okay, mimi naitwa Joshua Otieno Omanya, lakini mtao ananitaka Joshua. Ama Arab Sang. Yeah. Omanya na Arab Sang. Hizo jina zote mbili kuna venye. Hizi ya design, lakini nasikia uko humble venye una sound na kukaa saizi. Ilikuwaje back in the days? Okay, maybe kitambo sikuwa good boy, kwa bad boy. Ya vitu mambo mbili tu hapa kule. Mimi nimegrow pale Kibich ama Kibira. Geto moja, yani kijiji moja inaitwa Shilanga huko ndio pia mimi nilikula mbuku mtu wangu karibu na Undugu huko chini. Hiyo design from 1 from 2 St Gabriel's Academy wanamtambua sana. Mimi nimesomea hapo St Gabriel. Na veni tunajuana. Yawa. So Joshua tuambie, you're growing up you grew ya Kibera na tini ilikuwa hiyo life ulikuwa unaishi. So pale ghetto vile brother anajua. Unajua mtaa iko na mambo moja. Na mimi kwanza tumezaliwa watu wengi sana. Tumezaliwa kama watu 10 hivi. Mother moja buda moja. Ndio hiyo. Na buda already tukiwa wadogo. So life ilikuwa hard. Mother pia kwa na job. Na unajua pia maboys si tuko na mambo moja. Kuchachana unajua. Alafu pia kuna age pia ukishafika unataka vitu moja pia. Alafu unapata pia mzazi mtu anaka kitu. Haizi kubaia tangoza. Inaeleweka. So unapata inabidi wewe ni boy utajiasolia. Alafu unapata pia zile keja tulikuwa tunaishi ni room moja unajua. Hakuna cha bedroom ama sitting room. Hiyo tu moja ni self confused. So hapo mother kuna bed yake pale, nyinyi mnatandikiwa hapa chini. Lakini juu sasa tulikuwa tushakuwa watu wa bigi. Inabidi unaombewa kulala kwingine unajua. Lady mmeshikana maboys wazazi kadhaa wameshikana. Umekombolewa nyumba moja. Hiyo harakati tunapata kama boys wanaharibika. Juu wewe umetoka kudishi kwenyu. Si unaenda kudozi huko na maboys. Hiyo harakati unapata best hapa amechotana. Amechota mbre. So inabidi tu umejipanga mtu wangu. Upeane space. Ndio hiyo. So hiyo harakati ya kujipanga itabidi tu maybe utafute tu pia utarandaranda tu kwa hiyo huwezi rudi home ati sijui nini. Hiyo harakati ndio utapata pia na maboys wenzako huko nje. So hivyo ndo napata kama msema amejiingiza kwa shughuli kama hizi. Joshua unajua unapeana story kama ya mtu mwingine. How did you kama Joshua ujipata kwa hiyo situation ya kwamba umeingia kwenye crime, umejipata kwa hiyo noma uliingia kwa hiyo na hiyo noma ilikuwa gani? So hiyo noma mimi vile niliingia kwa noma. Ni vile tuko na mabeste zetu pale mtaani vile nimekuambia. Juu kiongozi lazima kuwe na mabeste. So hiyo harakati juu tunashindaga pamoja, unapata mnacheza ball pamoja. Na kwenye mnakuwa udu. But best yako mwenye pia unajua kwao wako udu. Leo unashindwa brother squeeze anadunga. Man. Unashindwa form ni gani? Look is look. So stabili pia ulize Morio kwani rada inakuwa gani? So rada ni inabidi upelekwe na rada. Si mtu atakwambia aliniambia tu ni aje brother unataka kujua form? Form ndio hii. Leo kama tukupeleke tukashika jua form. So yara kadi tukienda kujua form, mimi siko najua form ni gani. Form kumbe ilikuwa ni nyongolo, unajua? Kuna mabuda matatu huko mbaya sana. Siku kwanza lingara na buda moja sana. How old were you Joshua? Nilikuwa mdogo, nilikuwa kitu kama 16, 17 hapo. Lakini ulikaba mtu kwa akakubali. Unajua mwili ulikuwa umekubali. Alafu pia na chocho anaambiwa mimi ni jembe, unajua? Yes. So
ilibidi ningare na buda. Siku nikajengwa pia dopoa. Niliona dopoa juu sikuwa ishika doka hiyo, unajua? True. Dopoa ni how much? Siku nilipigwa 1500. Unajua hiyo time 1500 ona hapa ndabai shot yangu ya game. Yes. Niko na sweating yangu. Yes. Ya open yangu moja hapo. Yes. So unajua ni vitu hujazoea. Unafurahia na ujui ni nini unafurahia. Unajua? So ilianza na touch tu. Ilianza na touch. So tukakuwa tunapiga na touch hapo mtaa. L17. Tuko na hii mtaa iwezi juu. Ni home. Waseni watiaji, washakuwa watiaji. Hiyo design, washaanza kurogera. Hata waweza hiyo mkono ni kaya Joshua. So tukaona, itabidi tucheze away kwa ama smarta. Na ndio ucheze away kwa ama smarta. Itabidi tuwe na weapon, unajua? Yeah, man. Juu ama smarta, unajua, hauwezi wakuta tu hivyo hivyo. Yes. So ilibidi tu graduate. Tutoke kwa touch. Tukabai mandenga zetu. We. So tukabai mandenga zetu. Joshua hapo hold it. Ukabai. Ndaga ni gun. How old were you when you bought yourself a gun, Joshua? Ilikuwa tu hiyo age tu juu, unajua pia tunaitaka industry Yeah, man. Ukiwa kwa hiyo industry vitu ziwe na fast sana. Unapata mtu amechange within 4 months. Si ule msi ulikuwa unamjua. Ame-upgrade. Amechange sana. Yeah. So ni hiyo tu 17 to 18, 19 hapo ukapata ndenga. Tukakuwa tulikuwa jeshi. So tukakuwa ile ndio tulikuwa tunapata, tunagawana kiasi. Tunasunda kiasi, tunajua hii itatujazia mali siku ya rainy days. Yeah, so tulichanga hivyo tukabai nini ndenga yetu. Yeah. Na hapo sasa ndio tulikuwa tukakuja, yani kakuwa sasa wasee wamekuwa dungori sana, unajua? Juu ukiona hiyo kitu kwa kiuno hakuna kitu mtu anaweza kuambia. Wallahi naona tebe unajua kuna kabaridi kwa kiuno. Hakuna, yani unakuwa mtu mmoja kichwa ngumu, yani huko tuko wali yako. Lakini hamkucheza home, ilibidi mcheze away. Ilibidi tucheze away. Ni blanda tu kidogo ili happen. Unajua pesa huwezi bagua pesa, si ndio? True. So kitu kidogo ili happen hapo pia tukapata tumejimes. Tumefanya noma moja hapo mtaani. Although tuletea noma sana baka tuko tunafanya mtaani. But ilikaa tukakuja tukarestiwa na kesi nyingine. Best yangu na aliarestiwa na hiyo kesi. Hiyo tulifanya mtaani. Yeah. So mimi nikuja nikarestiwa baadaye na kesi tu nyingine tu. Nikakuja nikashikanishwa na best yangu. Tukaenda prison. Joshua umeruka very big part because ukisema noma inakupeleka prison, si ati ulienda ukahaga msee akamwambia na uzuri na uko na cheda zake. Ama bado karudi kupiga touch. Au kuchekeshea mtu kumpiga touch na alitoka na hiyo don. Noma ikifika mahali kurudia mpaka mtaani. Joshua mko mmefanya nini? Hiyo time unajua vile tulikuwa tushamwa tucheze away. Tulikuwa tukamwa si mtaani hatutaki mambo mengine yote ya mtaa. So wacha tu deal na masmata. But siku nyingine moja best yetu tu hapo mtaani Sain marehemu alikuja akatuambia, brother, kuna doi inakaa mtaani na ni dopoa. Yeah. Simkamu muichukue. Ilikuwa ni tu ya tournament tuko mtaani. So siku ya kwanza tukaenda kusikiza hiyo noma. Hiyo ndo alikuwa anatuambia. Ikakuwa ni doi wezi, tukaona tuwezi choma mtaa. Ndio kama mtoto, Ndio mtoto ulikuwa so ilikuwa kitu kama 60 hivi. Ile ndo mtoto kwa msemo nyako na kidungi. So ndo mtoto hii hatuwezi choma mtaa hiyo. Tukaikulia vako ilikuwa ni kitu kama Monday. Akatufuata tena akatuambia, brother, Friday sasa jackpot inakaa. Nikamwambia, uko serious? Yeah, man. Akatuambia ako serious. Tukamwambia, uko serious? Sawa. Tutatokelezea. But tuko na ile ati morality, tunataka kuchukua hiyo dojo ni mtaa. Na ile kusaidia pia sawa mtaa. Juu kulikuwa na tournament hapo, unajua? Yeah, man. So hiyo Friday kama unajua si tuko na moral, tulikuwa tumekaa tu mahali. Tena akakuja akatustua. Niaje madama kwani mtaki ido? Niaje mnasange. Akona moral. Tukamwambia yeye ndio umetutafutia sana, wewe tuende basi. So tukaenda naye. Tukaita pia mabeste zetu juu huwezi piga form peke yake. Lazima uwe na geri. Tuite jeshi. Niaje madama, ile ndio imeiva. Inakaa saa 6. Niaje kamini. So tukaenda tukatime obuda tulikuwa tumeambiwa mabeba do. Wachoche tu hapo mtaani tu. Tukachukua hiyo do.
kuchukua hiyo do, kuna msee mmoja alituona mswa mtaa. Na ni msana tujua. So akaanza kutufuata, alikuwa anataka tumgawie hiyo do. Hiyo kwa simu. Tukamwambia brother, acha ufala. Faida vile umeondokea. Hatuwezi gawia do tukiwa kwa uso. Wewe acha tujitoe na hiyo do. So tukajitoa, ikakuwa ni noma sasa. Masansona tutafuta sana. Juu ni kitu imeripotiwa, sijui wametutrace kwa wazazi, sijui nini. But mtaani hatukuagi. Hiyo tu noma ndio tuleta mtaani. So tukakuwa tunatafutwa sana, ndio tunafanyaga noma, lakini ni watu tu tuko on the run. On the run. Tukakuwa tumefanya manoma. After kitu kama some months, best yangu akashikwa na hiyo kesi. Akaongoza na kwangu. Sasa wakakuja wakapiga kejangu search serious. Sio bahati nzuri si kwa area. So nikapata nyumba yangu imepigwa poof. Kapigwa tero, hata vitu zangu kadhaa zimeenda. So pia nikaamua tena hii ni ya kuingia exile sasa kabisa. Sasa washajua shimo kuingia kabisa. So mimi nikamwambia nikwe tu hivyo juu sasa hiyo hata sikuwa na keja. Ile tu harakati hapa kule. Hiyo siku kuna base tulikuwa naikaga vitu zetu za mandenga. So vile nikapata ule the maana mongoza na kwangu. Kitu cha kwanza nilifikiria nimalizo vitu ziko. Tukiwa na best yangu mwingine sasa ni marehemu. Huyo ni wa pili ametaja. Walitumwa. Wote hakuna mtu ana survive. Walitumwa. Wote. Hakuna ati natural death. Hakuna mtu amededi ati sio amekuwa mgonjwa. Wametumwa wote. Wote vichungi. Wote. So best yangu ile tukachukua hizo vitu. Sasa sitakuwa juu kwangu mimi nimepigwa na sina kitu. Hakuna kwenda exile. Ni to deal tu na watu tukasema. To deal na watu ni recover. Sasa kati nikisema tuna deal na watu ni recover. Pia mimi nikakuja nikarestiwa. Hiyo ni 1 week later. Nikarestiwa huko Lang'ata na hiyo ndenga yangu. But sikubambwa na kwa mwili. Juu kuna venye ilikuwa imecheck. Unajua kucheck. Kulikuwa kumenuka sana hiyo siku. So ilibidi hata nimefanya risasi kadhaa juu watu wakae kando. Ndio penye hiyo crowd. Bila nitokea kwa crowd nikafika kwa highway huko nikaona niko peke yangu. Nikasunda. Nikaficha hiyo bunduki. So vile niliarestiwa hapo mbele tu. Wako wanajua ati nilikuwa nayo. Lakini raia alikuwa ameniona. Wakakuseti. Akasema jamaa alikuwa nayo. So vile waliniambia nipige magoti, hata nilikuwa najua nataka kuniambia lala chini nipige risasi. So nilipigwa magoti hapo nikapigwa search, sikuwa nayo. But raia akasema hapana. Huyu jamaa alikuwa nayo. Na kama mtaki kudeal naye tupatieni tu dakika 5 sisi kudeal naye. Sawa, na wameanza kuningangania. Mob sasa. Ni mob. Joshua tumetuzoea, so mimi niliona nikuamilia sanse. We're gonna go short break. Utakuwa ukituambia Joshua what exactly were you charged with? Tumelichajiwa nayo kotini and how you overcame that prison and everything and how now you're helping other people wenye wako penye walikuwa ukiwa 16, 17, 18 kubadilisha maisha yao, si ndio? Anita Ray and Patrick Agunza on the Hot Drive.